anasema katika kitabu chake cha hukumu taswira, anasema falmahu la yakunu illa, kufuta haiwi isipokuwa katika futa zilizochorwa. Na hadithi ya Aisha katika pazia lina sura, akakataa kuingia, akaamrisha pazia litolewe lile. Riwaya sahihi pia iko katika riwaya nyinginezo inda Ahmad. Kwa hiyo picha asili yake ni haramu. Sasa wale wanaona kwamba sisi tunaweza kuchukua picha kwa haja au na dharura, kama vile picha za kwa ajili ya mawaidha, kwa mtu achukuliwe video kwa ajili ya dawa na mawaidha, sibidi achukuliwe yeye tu darasani akiwa anafundisha. Na ndivyo tulikuwa tunawafikiana hivyo. Abdurrauf al-Munawi naye anajua hilo, anakubali hilo. Kwa sasa hivi mnaona picha zake zinaenea kwenye YouTube. Ametawassa sasa, mpaka sasa wakienda uwanja wa ndege wanachukua mapicha huko. Kile ambacho yeye alikuwa anakikataa, anasema kwa ajili ya darasa, fatwa ya Sheikh bin Baz asema hivyo, sababu Sheikh bin Baz alikuwa anaona picha na anaona picha ni haramu, video pia ni haramu. Aona kwa ajili ya haja na maslahi ya dawa anaweza akachukuliwa yule anayefanya dawa, na ndiye amesimamia hapo. Sasa kama ulifanya kwa ajili ya dharura au na haja uliyoona, ukaona mimi nitachukua video, si ubaki basi biqadri ma tahtajuhu dharura. Na tulisema mara ya kwanza bwana, mapicha yanasema kuchukua darsa, muhadhara na mfano wake hakuna shida kwa haja na dharura, sawa, ijapokuwa sisi hatuoni haja hiyo. Hatuoni. Mimi nimwambie pia, kuna haja gani ambayo umeiona ambao mashaka wenzako hawakuiona? Dharura gani uliyoiona wenzako hawakuiona? Tangu ambazo kufanya dawa wamekuja juzi. Lakini sasa imekuwa tena si haja na dharura, bikadri ma tahitaji dharura. Imekuwa sasa ni tawassul, wakitembea na wanafunzi wao, wakienda uwanja wa ndege wanachukuliwa picha, wote wanaenda huko. Sasa sisi tunapoelekea sasa, basi useme tu picha yafaa. Sasa hivi useme tu kwamba picha yafaa, uchukue mapicha yafaa, useme tu hivyo. Na ukisema hivyo tutakwambia na kukumbusha kauli ya Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu, sema inna dhalalata haqqu dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Dhalala ya wazi ni wewe ukakubali ukakifanya ulichokuwa unakipinga, au la aksi, au ukapinga ulichokuwa unakikubali. Wa iyyaka watalawun fi dinillahi, wale wako tahadhari kubadilika katika dini ya Allah. Ulipokuwa umesimamia mara ya kwanza wasema picha hazifai, hapa ni kwa haja na dharura. Je, hiyo unaifanya ni haja na dharura? Na kwa nini ufanye hivyo? Nilisema Hudhaifa kwa Ibn Mas'ud, alam yatika al-yaqin, haukuwa na yaqin, haukuwa na ilmu katika wakati ule. Kwa hivyo mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na ufanye kitu kwa ajili ya dini. Fanye kitu kwa ajili ya dini, kweli utabaki sawa sawa, utabaki salama. Lakini kama mnafanya kwa ajili ya kuwaonesha watu, wallahi mtafedheheka. Kwa hiyo tumcheni Allah sisi sote masalafu. Wao kuchukulia Sheikh Fauzan au Sheikh Al-Albani wasema picha, wao wasema hazifai. Mbona wewe unachukuliwa? Mimi nakwambia haifai, na unaniambia yafaa. Mbona sitochukuliwa? Yaani kuna vitu viwili. Unajua kuna tofauti tunapozungumzia hukumu, kwa sababu mashehe sio dalili. Kitu cha kwanza, mashehe sio hoja wala si dalili. Ukiambiwa uzinifu ni haramu alafu akapatikana shekhe anazini, unaweza ukajenga swali, mbona nyinyi wenyewe mnazini? Si pia ili jambo la kwanza, wewe si hoja, si ndio? Hoja na alichokiharamisha Allah na alichokataza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hoja. Sisi tuko kwenye hoja, picha yafaa haifai, acha mashehe kwanza. Sisi tumekataza kufanya taklid, haifai, si ndio?
mashaka wanafanya ni sawa si sawa. Kwa hiyo kwanza leki pembeni, bila kuanza kujadili kwamba sasa unajua mji wao Maka Madina zilivyo hizi, kuna kamera zimewekwa msikitini nini, bila kujadili kwanza hivyo daula labda viongozi na nini. Kwanza tuje kwenye dalili. Sisi tumeharamishwa kufanya taklid. Sasa watu wenye jihada ya kusoma na wanafunzi mashekhe hawaruhusiwi kufanya taklid. Sheikh fulani anachukua TV anachukua video na wewe ukachukua, ndio dini hiyo? Al-muqallid laysa bi'alim, muqallid si alim. Jambo la pili, kwani je ni sharti kufanya da'wa na wewe umejitenga na kile unachokataza, kwamba unaharamisha kitu na wewe unafanya, wataja dalili ya haramu wa kitu fulani wewe unafanya, ni sharti kwamba wao hivyo? Sio sharti. Sahihi ni kwamba sio sharti. Imamu naye ameeleza. Jambo lingine, una kitu kinaitwa, sisi tutazungumzia fatwa za ulama, wao kuchukuliwa ni kitu kingine. Wewe unaweza ukaona picha ni haramu na ukawa unachukuliwa. Kwa hiyo kinachoangaliwa, mimi nasema picha ni haramu iftaan hasba al-adilla, fatwa zilivyokuja dalili. Swala la mimi kuchukuliwa ni mimi nafanya, ima kuna hoja, kuna kitu ninakiona mimi mwenyewe sijakitaja kwa sababu naona hakina nguvu, au labda wadhi wangu, hali yangu na mazingira yangu. Kwa hiyo ndio maana sisi ni umma tubidna bidalil, tumefanya tuabudu kupita kwenye dalili, si kuangalia watu. Wa atiu Allah wa atiu rasula, bas tukiambiwa tufuate mashaikh sawa. Fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kwa hiyo turudi kwenye Qur'an na Sunna, turudi hapo, tunarudisha watu huko. Fa idha ja'ahum amru min al-amn wal khawfi adha'u bihi walau radduhu ila rasul wa ila uli al-amri minhu. Kwa ulama wataja hadithi hivyo, siko hivyo. Yeye anaharamisha, yeye anachukuliwa, maana dalili zinamuunga vile anaharamisha yeye. Lakini kuna jambo lingine, wakati mwingine shekha anaweza